Sky TV. Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari, na tulionayo usiku huu: Rais Samia azindua meli ya kisasa ya uvuvi wa bahari kuu Kigamboni jijini Dar es Salaam. Na katika michezo, nusu fainali ya kwanza ya michuano ya Muungano Cup kupigwa usiku huu. Yanga na Azam wapo dimbani usiku huu. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Lai Saidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo amezindua rasmi meli ya kwanza ya uvuvi wa bahari kuu ya Shirika la Uvuvi Tanzania TAFICO katika eneo la Kigamboni jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo ni mafanikio makubwa kwa nchi, ikilenga kuimarisha sekta ya uvuvi wa bahari kuu, kuongeza thamani ya rasilimali za bahari na kufungua fursa zaidi za kiuchumi kwa Watanzania. Ndugu viongozi na Watanzania wenzangu, uzinduzi wa meli hii ni hatua muhimu inayoweka msingi wa utekelezaji wa sera na mikakati yetu katika kukuza mchango na tija ya sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu kwa ujumla katika uchumi wa taifa letu. Safari tuliyoianzisha si ya mchezo. Tunadhamiria na tunakusudia. Hivyo basi, wote tukae mguu sawa ndani ya wizara, na wale wote wanaofanya kazi na sekta hii tukae mguu sawa kuendelea na safari hii vile tunavyotarajia. Lakini la pili ni matunzo ya vyombo tunavyovinunua. Meli hizi, meli zinazokuja nyingine 4, boti za doria na vyombo vyote tutakavyovinunua kukuza sekta hii, naomba vitunzwe na viendeshwe vyema kwa faida ya taifa letu. Lakini jengine, nafahamu kwamba wavuvi wadogo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo upatikanaji wa mitaji na teknolojia, majengo na maeneo ya kuuzia bidhaa zao, masoko, na ilishasema kwamba serikali kwa kupitia World Bank tutaanza ujenzi wa masoko. Jitihada hizo ziendelezwe. Lakini vile vile jitihada za mitaji kwa vijana wetu nazo tuzifanyie kazi. Jambo jingine ambalo nataka kuiagiza wizara ni utoaji wa elimu ya ujasiriamali na utunzaji wa fedha, ili fedha wanazozipata wavuvi wetu ziwanufaishe katika kuendeleza thamani ya kazi yao na kuboresha maslahi yao. Pamoja na hayo, niwaagize kuimarisha mikakati ya kudhibiti uvuvi haramu ili kuwa na uvuvi endelevu wenye tija na manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho, si kwa maguvu kwenda kukusanya manyavu, kuchoma na kufanyaje, lakini kisheria na taratibu zinazoruhusu hivyo. Agizo jengine kwa wizara, pamoja na kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na Wizara ya Viwanda na Biashara, endelee kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta ya uvuvi. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia watu 7 wakituhumiwa kuhusika na mauaji ya mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Mungu Kuniama Mboleo mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa kijiji cha Ihanga katika kitongoji cha Mkanyageni, kata ya Lujewa, wilayani Mbalali. Taarifa ya Upendo Kibetila inafafanua zaidi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kubaini chanzo kilichosababisha mauaji hayo. Tukio hilo limetokea Aprili 21 mwaka 2026 majira ya saa 9 za usiku huko mtaa wa Ihanga Mkanyageni, kata na tarafa ya Lujewa, wilaya ya Mbalali, baada ya kundi hilo la watu ikiongozwa na Samuel Yohana
maarufu kwa jina la Fagu mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Ihanga, kuvamia kambi ya kufugia ng'ombe iliyopo mtaa wa Ihanga Mkanyageni na kisha kumkamata na kumshambulia kwa silaha za jadi huyu Mungu Kunia Mamboleo na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wake wanaoweza kuchunguza matukio ya mauaji walianza msako mara moja na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote 7 waliohusika na tukio hili. Kufuatia tukio hilo, baadhi ya ndugu wa marehemu wameeleza masikitiko yao juu ya kifo cha ndugu yao, huku wakipongeza juhudi za Jeshi la Polisi kwa kuwakamata watuhumiwa wa tukio hilo. Pige vita ukatili huu. Mungu hapendi vitu kama hivi. Hizi damu ambazo zinamwagwa bila hatia huwa zinalia. Tena nina maumivu makali, mtoto wa dada yangu. Na ninyi muumie kama mlivyokusanyika hivi. Yaani wahalifu wakamatwe, sheria ichukue mkondo wake. Nilipigiwa simu na kijana wangu, taarifiwa kwamba pale kambini kwangu kuna uvamizi umetokea. Baada ya kupata hizo taarifa, nilinyanyua simu yangu ya mkononi na kupiga simu kwa namba ya kijana huyo aliyeuawa. Hatimaye ile simu ikizimwa na ikawa haina majibu. Baada ya hapo niliamua kuamka usiku huo na kuchukua pikipiki kuanza kufuatilia nini kimetokea huko kambini. Kabla sijafika kambini, katikati ya nusu ya eneo la kambi yangu nikakutana na kundi kubwa la watu wakimshambulia kijana huyu ambaye kwa sasa ni marehemu. Nishukuru sana Jeshi la Polisi. Ukiangalia umbali wa sisi tuliko na sehemu ambako ndugu yetu anafanya kazi kuna umbali. Lakini Jeshi la Polisi kwa jitihada zao usiku huo wamejitahidi wakafika eneo la tukio na kubeba ule mwili kupeleka mochwari kwa ajili ya ndugu kutambua kama ni mwili wa nani. Kwa ile tuwapongeze, lakini wakati huo tunawapongeza pia kwa sababu walifanikisha kuwakamata baadhi ya wahusika wa kwenye hilo tukio. Jeshi la Polisi limewahakikishia wananchi kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusika na tukio hilo. Upendo Kibetile, Sky TV, Mbeya. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA Yusuf Mwenda amezindua jukwaa la maadili kwa wadau wa taasisi hiyo, hatua inayolenga kuimarisha uwajibikaji na uadilifu katika ukusanyaji kodi hapa nchini. Maadili ndani ya TRA ni muhimu sana. Jukumu letu kubwa ni kukusanya, kuwezesha biashara na kukusanya kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mahusiano ya uadilifu na ukusanyaji kodi ni proportional. Kuna direct correlation ya kodi na maadili. Maadili yakishuka na makusanyo ya kodi yanashuka. Maadili yakipanda na makusanyo ya kodi yanapanda. Ndio maana kwa sababu tuna kazi ya kupandisha makusanyo ili kuboresha maisha ya watu wetu, ni lazima tuendelee kupambana na maadili, na tutaendelea kupambana na maadili. Na tunachokifanya leo ni uthibitisho wa mikakati na juhudi ya kuendelea kupambana na maadili. Ukosefu wa maadili haupunguzi tu mapato, unanyima haki za watu. Wale wanaostahili hawapati wanachostahili, na mara nyingine wale wasiostahili wanapewa wasichostahili. Ni kinyume na misingi ya dini, lakini ni kinyume na misingi hata ya uchumi. Tukifanya hivyo, tuna distort masoko, tuna distort na uchumi. Hatutakubali hilo litokee. Ndio maana tunaendelea kubuni mikakati kuhakikisha tunaondoa vitendo vinavyoenda kinyume na uadilifu ndani ya TRA. Ndani ya TRA tuna mifumo mingi ya kupambana na maadili. Tuna mambo makubwa 5 ambayo tunayafanya.
ambayo yanazuia vitendo vya ukosefu wa maadili. Cha kwanza, tuna sera na sheria ambazo tunazisimamia, na sheria zetu zimekuwa zikisimamia usawa. Sheria zote za kodi zinataka sheria za kodi zisimamiwe kwa usawa. Msingi wa kusimamia kwa usawa maana yake ni lazima kuwe na uadilifu, ndio ambao unafanyika. Lakini la pili, tunazuia vishawishi vya rushwa, na njia mojawapo ya kuzuia ni ku-automate process zetu. Takubaliana na mimi kwamba serikali imewekeza sana ndani ya TRA. Leo hii tuna mfumo wa forodha TANSIS ambao umedhibiti discretionary powers ambazo walikuwa nazo baadhi ya maofisa, ambazo wanaweza akazifanya discretionary, huyo akampa na huyo asimpe. Umeweka control kubwa, lakini unakwenda kufanya kazi nyingi wenyewe. Hii imepunguza kuonana kati ya maofisa wetu na walipa kodi. Ni njia ya kupambana na fursa za kutenda vitendo vilivyo kinyume na maadili. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu, mbunge wa jimbo la Geita Joseph Musukuma aikumbuka shule yake ya msingi aliyosoma. Na karibu tena mtazamaji katika Ulimwengu wa Habari kupitia hapa Sky TV. Mimi ni Lai Saidi. Shule aliyowahi kusoma mbunge wa jimbo la Geita Joseph Kasheku Musukuma imekabidhiwa vyumba viwili vya madarasa. Ilikuwa ni juhudi za kuboresha shule hiyo ambayo ni shule kongwe iliyopo halmashauri ya wilaya ya Geita. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita na taarifa zaidi. Shule ya msingi Fulwe ilianzishwa Januari mosi mwaka 1956 na mwaka huu imefikisha miaka 70. Ni shule aliyowahi kusoma mbunge wa sasa wa jimbo la Geita Joseph Kasheku Musukuma, na sasa shule hii inakabiliwa na uchakavu wa vyumba vya madarasa, hali iliyowaibua wadau wa elimu ikiwemo benki ya CRDB ambayo imejenga na kukabidhi vyumba viwili vya madarasa. Tunaamini jamii ikistawi, sisi pia kama benki tutastawi na kuimarika zaidi katika nyanja tofauti za huduma na ushirikiano na wadau wetu. Imani hii imepelekea benki ya CRDB kujiwekea utaratibu wa kuiwezesha jamii kupitia sera yetu ya uwekezaji kwa jamii. Sera hii tunaita CRDB Bank Corporate Social Investment Policy. Kupitia sera hii, benki yetu ya CRDB imekuwa ikitenga 1% ya mapato yake baada ya kodi kila mwaka na kuzielekeza katika shughuli za kusaidia jamii, ikizingatia zaidi sekta ya elimu, afya na mazingira. Mbunge wa jimbo la Geita Joseph Kasheku Musukuma kupitia hafla hiyo amesema familia yao itaungana na wadau wengine kujenga vyumba vya madarasa viwili kama ambavyo benki ya CRDB imefanya kwa gharama ya shilingi milioni 50. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa shukuru CRDB, lakini kupitia mahusiano mazuri na taasisi na marafiki, bandari ya Dar es Salaam, mkurugenzi wake nilimpelekea pia maombi ya kunisaidia angalau darasa moja. Tunayo pesa hapa milioni 20, si ndio mwalimu mkuu? Imeshafika milioni 20. Sasa naomba kupitia mfano huu, tumejenga kwa milioni ngapi? BOQ hiyo mkandarasi huyo yuko hapa? Yuko mkandarasi? Mkandarasi yule aliyejenga, utaratibu ule tuna milioni 20, si ndio?
mimi na wadogo zangu tuliosoma hapa tutachangia hiyo milioni 30. Mkandarasi hata kesho aanze kupunguza utoro, maana mazingira ya kujifunzia yanavutia. Kuwepo kwa usafi wa wanafunzi, madarasa ni mazuri, hayana vumbi. Wanafunzi kutoka chini, kitendo cha kujifunza na kufundisha na kupelekea ufaulu kuongezeka katika shule hii, maana panakuwa na mazingira rafiki ya kujifunza. Afisa elimu msingi halmashauri ya wilaya ya Geita Paul Magubiki amesema halmashauri itaendelea kushughulikia changamoto za shule zilizo na uchakavu wa miundombinu. Kama inavyoonekana kwamba pamoja na juhudi nyingi ambazo zinafanywa na mheshimiwa mbunge wa jimbo hili na serikali, bado kuna baadhi ya miundombinu haijakaa sawa, lakini bado kama halmashauri tunaendelea, tumekuwa tukiweka kwenye mpango wa bajeti kila mwaka kushughulika na shule zote ambazo miundombinu yake hairidhishi kwa ajili ya ufundishaji na ufundishaji. Kutoka shule ya msingi Fulwe iliyoanzishwa mwaka 1956 hapa halmashauri ya wilaya ya Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa maji wa bonde la mto Zambezi ZAMCOM, Mheshimiwa Juma Aweso ameongoza mkutano wa 13 wa baraza hilo uliofanyika jijini Dar es Salaam. Katika mkutano huo, Waziri Aweso amekabidhi rasmi mwenyekiti wa baraza hilo kwa waziri wa maji wa Zambia, Mheshimiwa Mhandisi Corin Sinzovu, baada ya kumaliza muda wake wa kuongoza kamisheni hiyo muhimu. Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kuwashukuru mawaziri wote wa nchi wanachama wa bonde hili la Zambezi. Tanzania ni moja ya nchi 8 ambazo zipo mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba tunalinda na kutunza rasilimali za maji la bonde mto Zambezi. Sasa hiki ni kikao chetu cha 13 ambao Tanzania ni mwenyeji na ndio mwenyekiti, lakini tunafika mwisho. Mwenyekiti huu sasa tunawakabidhi wenzetu wa Zambia. Lakini nchi kama Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tutaendelea kuwa mstari wa mbele katika suala zima la kushirikiana, kulinda na kutunza rasilimali za maji. Rasilimali za maji ni usalama wa taifa. Ukitaka chakula toshelevu, ukitaka umwagiliaji, ukitaka umeme wa uhakika, manake lazima tuwe na rasilimali za maji toshelevu. Kwa hiyo Tanzania itakuwa mstari wa mbele kushirikiana na nchi wanachama katika kuhakikisha kwamba rasilimali za maji zinaendelea kutunzwa. Experience mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona Dar es Salaam, hasa ni muda mwafaka katika swala zima la kushirikiana kwa pamoja kulinda na kutunza rasilimali zetu za maji. Katika hichi kikao tutapitia taarifa za utekelezaji wa mwaka uliopita, lakini pia kupitisha taarifa na mipango ya mwaka huu ambao tunakwenda. Lakini kubwa tumewasisitiza wenzetu wa ZAMCOM katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na miradi ya kimkakati ambayo itaweza kuwanufaisha nchi wanachama. Leo ukiangalia eneo la Songwe, ukiangalia eneo la Kyela, wakati mwingine wanaathirika na mafuriko. Kwa tukijenga mabwawa, maana yake atafaidisha nchi kwenye kilimo cha umwagiliaji, atasaidisha katika swala zima la umeme, lakini tutawasaidia Watanzania hasa maeneo hayo kuhakikisha kwamba wanaepukana na mafuriko. Bado nasisitiza umoja na mshikamano. Maji hayana mipaka. Kwa hiyo nchi wanachama tutaendelea kushirikiana kulinda na kutunza rasilimali zetu za maji. Mfuko wa maendeleo ya jamii Tanzania TASAF umechangia kuboresha huduma za afya katika kituo cha afya Msalamo kilichopo Mgunga, wilaya ya Chamwino, Dodoma. Wananchi wamefurahia huduma zilizoboreshwa, lakini wameomba kukamilishwa kwa majengo ya upasuaji na huduma za mama na mtoto. Mwanzo, kabla hatujapewa huduma hii ya kituo cha afya, wananchi wa kijiji cha Mgunga na kata ya Msamalo kwa ujumla tulikuwa tunapata shida, kwa sababu tulikuwa tunafuata huduma ya afya mbali, kituo cha afya cha Mwino, hospitali ya Mvumi, General au Benjamin Mkapa. Kwa kweli tulikuwa tunapata madhara mengi sana, hususan kwa mama na mtoto wakati akina mama wakijifungua. Wengine walikuwa wanajifungulia njiani, wengine walikuwa wanapoteza maisha kwa sababu huduma ya uzazi ilikuwa mbali sana kulingana na maeneo ambako walikuwa wanatoka. Yaani changamoto tulizokuwa tunazipata kabla ya kituo hakijatengenezwa,
Mojawapo, mtu akiwa labda mjamzito akiumwa uchungu, sehemu ya kupelekwa ilikuwa ni mbali, gari hamna, pikipiki hamna, tulikuwa tunatumia saa zingine baisikeli, saa zingine tu wanabeba mpaka kwa haya manani ya kienyeji tu, kama ni vitanda vya kienyeji vile vya miti. Changamoto ingine, kwa sababu hospitali hamna, mnakosa dawa, mnakosa kila kitu cha kusaidiwa. Katika kata ya Msamalo kuna population ya watu 16,463. Watu hao wote wananufaika na huduma hii. Sio wao tu, mpaka kata za jirani kama Ikoa, Makoja, Igandu pia wananufaika na huduma hizo. Kwa sasa tunawapumzisha wagonjwa masaa 24 mpaka 42 na kuwapatia huduma zote, wagonjwa wa nje, mama na mtoto, chanjo, kliniki, huduma rafiki kwa vijana na huduma zingine. Lakini tuna changamoto chache, ikiwemo jengo la mama na mtoto, sehemu ya kupumzishia wagonjwa, maabara na sehemu ya upasuaji, na pia sehemu ya kuwekea maiti. Kwa hiyo tulikuwa tunatuma wito kwa viongozi wetu watusaidie kumalizia maeneo hayo ili watu waendelee kupata huduma bora. Tumekuja katika mradi huu kwa ajili ya kuangalia utekelezaji wa shughuli za TASAF, mpango wa TASAF ambao ni PSSN awamu ya pili ambayo imeisha Septemba mwaka jana. Lakini leo tupo na wageni ambao ni Nordic Consulting Group ambao wameletwa au wamekuwa commission na ubalozi wa Switzerland Tanzania kwa ajili ya kuangalia na kufanya evaluation ya mradi wa TASAF kwa kifupi, kwa ujumla. Kwa hiyo tumewaleta katika mradi huu ili wajionee shughuli ambazo zimefanywa na TASAF katika kutekeleza, ambazo pia ni matumizi ya fedha ambazo ubalozi wa Switzerland wanatupatia Tanzania. Na kwa kifupi, ubalozi wa Switzerland wamekuwa washirika wakubwa wa maendeleo. Tumekuwa nao toka PSSN 1 ambayo ilianza mwaka 2020 na wameshiriki pia kwenye PSSN 2, na pia tulipopata addition financing tulikuwa nao, na pia tunategemea tutakuwa nao kwenye mradi unaofuata PSSN 3. Kwa hiyo hawa wenzetu wamekuja kufanya evaluation, kujua vitu gani tulikuwa vinafanywa na TASAF ili wajiridhishe, na mwisho wa siku watatoa ripoti kuangalia utekelezaji wa mradi huu. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuwa na habari za michezo. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla.
Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Karibu tena mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani kwenda kutazama taarifa za kimichezo. Mchezo wa nusu fainali ya kwanza ya michuano ya Muungano Cup ambao unatarajiwa kupigwa usiku huu kati ya Yanga Sport Club dhidi ya Azam FC, mchezo ambao utapigwa katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar majira saa 2:15 usiku. Timu hizo ambazo hazijapoteza mechi yoyote kwenye ligi mpaka sasa msimu huu zitakutana kwa mara ya 3 msimu huu baada ya kukutana kwenye Kombe la Mapinduzi Cup kwa mwaka 2026 ambapo Yanga ilipata ushindi wa penati 5-4 kufuatia sare ya ndani ya dakika 120 bila kupata ushindi. Katika kuelekea mchezo huo, nani atafanikiwa kufuzu kuelekea hatua ya fainali? Hilo ni swali ambalo dakika 90 zitakwenda kujibu. Kwingineko ni kuhusiana na bondia Ibrahim Classic, amepata ushindi wa kishindo baada ya kumchapa mpinzani wake Duang Nati kwa TKO katika raundi ya 5 kwenye pambano lililofanyika Bangkok nchini Thailand. Katika pambano hilo, Classic alianza kwa tahadhari katika raundi 2 za mwanzo kabla ya kubadilika na kuanza kutawala. Kuanzia raundi ya 3 aliongeza kasi na mashambulizi makali yaliyomweka Duang Nati kwenye wakati mgumu hadi kufikia kusimamishwa kwa pambano katika raundi ya 5. Kabla ya uamuzi wa refa kusitisha pambano hilo, Duang Nati tayari alikuwa ameangushwa chini mara 3, ishara ya ubora wa Classic katika pambano hilo. Ushindi huo unamfanya bondia Ibrahim Classic kutoa ubingwa mpya wa kimataifa wa WBC katika uzani wa kilo 59, akifanikiwa kulipiza matokeo baada ya pambano lao la awali kuisha kwa sare miezi kadhaa iliyopita. Na kimataifa ni kuhusiana tapigwa ni Mei 10 mwaka huu, itakuwa ni mchezo dhidi ya kikosi cha FC Barcelona. Taarifa hii inatufikisha tamati ya habari za michezo, lakini kwa sasa mtazamaji, tupate utabiri wa hali ya hewa kuanzia majira ya saa 3 usiku huu. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 sijazo. Na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika,
Ziwa Rukwa, Ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari pamoja na hali ya ziwa inatajwa na mawimbi madogo, wakati mifumo ya anga inaonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo machache yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini. Na hivyo basi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa vinatajwa katika maeneo machache ya mikoa ya Mara, Simiyu, Mwanza, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Tabora, Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Ruhitana, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muktasari wa tuliokuwa nayo. Rais Dr. Samia zindua meli ya kisasa ya uvuvi wa bahari kuu Kigamboni jijini Dar es Salaam. Na katika michezo, Yanga na Azam dimbani usiku huu nusu fainali Muungano Cup. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha ulimwengu wa habari, nikutakie usiku mwema, lakini usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana Sky International TV. Uwe na usiku mwema.